Wazalishaji wa maziwa mkoa wa Morogoro wameomba serikali kuona haja ya kuweka bei elekezi ya zao la maziwa itakayosaidia kuboresha uzalishaji wa maziwa na kuleta tija ya biashara hiyo ambayo kwa sasa haionekani. Zawadi Kwaipai ni mmoja wa wazalishaji wa maziwa kutoka tarafa ya Mikese wilayani Ngomero. Amesema hayo leo kwenye maonyesho ya 28 ya maadhimisho ya wiki ya maziwa Tanzania yanayofanyika kitaifa mkoani Morogoro tangu Mei 27 hadi Juni mosi mwaka huu. Sisi wanawake wa kifugaji na changamoto za maziwa. Kwa sababu gani? Tuna ng'ombe za kienyeji ambazo zitoe maziwa, zinatoa lita moja. Tunaomba kwa Mheshimiwa Samia atusaidie maeneo ya kulisha mifugo yetu na aje atuboreshe ng'ombe, tupate ng'ombe bora ili tupate maziwa. Ombi letu kubwa kama mama wa Kimasai ni hilo, ambaye sisi uchumi wetu ni maziwa. Hatuendi sokoni kuuza vitu, unakamua maziwa upate hela, mtoto aende shule ili mtoto asome na kwa hiyo changamoto yetu, Mheshimiwa Rais, popote uliko usikie kilio cha wanawake wa kifugaji, uje utufundishe manyumbani, watume watu wako, tuko tayari na wewe kufanya kazi kuboresha maziwa. Changamoto ndio hizo. Kwa kuuzia maziwa yapo, ila changamoto bei hazipandi. Kila siku sema maziwa yetu ni 1000, tunataka bei ipandishwe. Mheshimiwa Rais, naomba utangaze bei kwa wafugaji ipande, kila siku ni buku, na si buku, tumechoka. 1000 kila siku tumechoka, tunataka utupandishie bei, tangaza Mheshimiwa. Tunanyanyasika, tunakamua, unaamka usiku, unaacha mume wako karara, wewe unakamua unapata 1000. Kweli Mheshimiwa? Msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania Profesa George Msalia wamehimiza unywaji wa maziwa huku wakiitaka jamii kutambua umuhimu wa kunywa maziwa. Maadhimisho yetu haya ni ya 28 na yanaitwa maadhimisho ya wiki ya maziwa. Kwa nini tunafanya wiki ya maziwa? Jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi limeanza miaka mingi iliyopita, takriban miaka 40 iliyopita katika nchi nyingi za ulimwengu. Maziwa tunayatambulisha kwa sababu ni chakula. Katika vyakula tulivyopewa wanadamu, chakula bora zaidi mimi naweza kusema ni maziwa. Kwa sababu gani? Unapozaliwa siku ile ya kwanza, unachoanza nacho Mheshimiwa mgeni rasmi ni maziwa. Na maziwa ya mama kwa bahati mbaya au nzuri sijui hayawezi kwenda zaidi ya miaka 3. Na baada ya miaka 3 utaona sayansi inaeleza bado mtoto anahitaji kuendelea kukua. Na madirisha ya ukuaji kwa wataalamu wa makuzi ya watoto yako makubwa mawili. Dirisha la kwanza la siku 1000 ambalo ndio dirisha ambalo mtoto anapaswa kunyonya kwa mama yake. Lakini liko dirisha la pili ambalo linapeleka mpaka miaka 19 ya ukuaji wa mtoto. Ni dirisha la pili, na hili nalo linahitaji mtoto aendelee kunywa maziwa. Na kisema hili Mheshimiwa mgeni rasmi, wako watu ambao wanadhani baada ya miaka 3 wanaacha kunywa maziwa. Si sawa. Maziwa kwa lazima yaendelee kunywewa mpaka miaka 19. Hata hivyo, bado chakula hiki bora tunatambulisha maziwa kama chakula. Ni chakula ambacho kina virutubisho vyote. Mgeni rasmi, tunapoweka chakula mezani, mara nyingi tunatafuta wanga, tunatafuta protini, tunatafuta vitamini, tunatafuta maji, tunahitaji madini, tunahitaji mafuta na mambo kama hayo katika vyakula tunavyoweka mezani. Sasa niseme Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba katika maziwa, ukiweka glasi moja ya maziwa umepata wanga, umepata protini, nisikia ukiuliza hilo swali, umepata madini. Nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Morogoro, mikoa jirani, wadau wa maziwa na sekta binafsi kutumia fursa hii ya maadhimisho katika kujifunza namna ufugaji bora wa ng'ombe ili kuongeza uzalishaji wa maziwa, udhibiti na kwa ubora wa maziwa na usindikaji na unywaji wake. Ni matumaini yangu kuwa maadhimisho haya ya wiki ya maziwa kwa fursa kubwa kwenu katika kuhamasisha kuongeza uzalishaji wa maziwa, kuongeza ajira, kuimarisha lishe na kuongeza pia mchango wa pato katika taifa letu la Tanzania. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu.
Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa maziwa katika kupunguza umaskini kwa kuongeza kipato na ajira katika kaya, kuboresha lishe na afya ya jamii. Kwa maana hiyo, mtu akiwa na afya bora na kipato cha uhakika itamfanya afurahie maisha pamoja na familia yake, na hivyo kujiletea maendeleo yeye na taifa kwa ujumla. La wiki ya maziwa kila mwaka ni kutangaza fursa zilizopo katika sekta ya maziwa, kuhamasisha uwekezaji, kuhamasisha matumizi ya maziwa na bidhaa zake, kukutanisha wadau waliopo katika mnyororo wa thamani wa maziwa na kufungua soko la thamani la maziwa. Kutoka Morogoro, Christina Haule, Tandaa Media.